Tarehe yetu, historia yetu ya Uislamu inatupa mfano wa mmoja katika masahaba kijana, namna alivyotumia vizuri ujana wake, na mpaka akaondoka duniani akiwa na umri wa miaka 40, lakini katumia vizuri sana. Akiitwa Mus'ab bin Umair, lakini mwisho akaitwa Mus'ab bin Khair au Mus'abul Khair, kwa namna alivyotumia vizuri ujana wake. Bwana huyu alizaliwa katika familia ya watu wenye uwezo, matajiri kwa mama na baba. Nguo alizokuwa akivaa ilikuwa watu wote wa mji wa Makka vijana, kila mmoja anatamani kuwa kama yeye. Akijulikana kwa perfume aliyokuwa anajipaka kuwa nayo, mpaka anaambiwa alikuwa a'tar, yani yeye ndo mwenye kujipaka perfume iliyo nzuri zaidi katika vijana wa mji wa Makka. Mpaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ma raaitu bi Makkah ahadan, sijapata kuona katika mji wa Makka yoyote aliyokuwa anavaa mavazi mazuri sana, mwenye mwili uliokuwa mzuri unapendeza, wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair, wala ambaye ana neema zaidi kuliko Mus'ab bin Umair. Akaingia katika Uislamu akiwa kijana mdogo, akautumikia Uislamu, katumia ujana wake vizuri sana, mpaka hali yake ikabadilika kwa tabu na mateso aliyoyapata kwa kuingia katika Uislamu. Mpaka siku aliyotokea maswahaba wako pale wanamwangalia, wengine wanainama, machozi yanawatoka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laqad raaitu hadha, mimi nilimuona huyu Mus'ab, wama bimakkah fatan min Quraish an'ama inda abawayhi na'iman min, na wakati namuona kulikuwa hakuna katika mji wa Makka kijana yoyote ambaye ana neema nyingi mno kuliko yeye. Thumma akhrajahu min dhalika ar-raghba fil khairi, kisha akatoka huko kwa sababu ya kupenda khairi, fi hubbillahi wa rasuli, kwa kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Katumia ujana wake vizuri sana, ilivyo kwamba ujana ni neema, na tutakuja kuulizwa kila mmoja ametumia vipi ujana wake. Tujifunze kwa kumsoma sana sahaba huyu Mus'ab bin Umair, ambaye alitumia ujana wake vizuri, akaondoka bado kijana, lakini kaondoka akiwa amefanya khairi nyingi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri.